ni siku ya kikao chetu cha wadau mbalimbali wa kampeni yetu hii Niache Nisome, ambayo tumeiasisi katika mkoa wetu wa Kaskazini Pemba, na hii imetokana na sababu tofauti ambazo tumeweza kujiridhisha katika maeneo mbalimbali ya wilaya yetu ya Wete pamoja na wilaya ya Micheweni. Na hichi ndio kilichotupelekea sisi kuona kwamba tuwe na kampeni maalum ya Niache Nisome ambayo itawahusisha watoto wetu wa kike na wa kiume. Wako watu walitaka kwamba twende na jinsia moja, lakini nikasema hii itakuwa ni bias, kwa sababu na watoto wa kiume nao wamekuwa ni walengwa wakuu katika tunasema katika fakta mbalimbali zinazowapelekea na wao kukosa kusoma. Kwa hiyo tumesema kwamba itahusisha jinsia zote mbili, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanafikia umri wa kwenda kusoma basi lazima waandikishwe kwa mujibu wa sheria ya elimu, lakini na wale ambao wako shuleni lakini wanaanza kutoka au kutoroka kwa njia moja au nyingine, tumekusudia kusimama na jamii na familia ili kuhakikisha kwamba tunatokomeza utoro huu kwa njia moja au nyingine. Naomba tufahamu kwamba kampeni hii ya Niache Nisome tumeiasisi kwa sababu 3 za msingi. Moja ni kuisaidia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuhakikisha kwamba tunawakomboa watoto wote kuweza kupata elimu. Hilo ni moja. Lakini la pili ni kuisaidia familia pamoja na jamii kujenga uelewa juu ya zana nzima ya watoto kupewa haki zao za msingi kama watoto, ikiwemo suala la kupata elimu. Watoto wana haki 4 za msingi. Kwanza, wana haki ya uhai. Pili, wana haki ya kuendelezwa kwa kupata elimu ya dini na dunia. Ya 3, wana haki ya kushirikishwa katika mambo ambayo yanawahusu watoto. Lakini na 4, wana haki ya kutoa maamuzi kwa yale mambo ambayo yanawahusu watoto. Kwa hiyo tukiangalia haki hizi tumekuta kwamba kuna sera ya mtoto, kuna sheria ya mtoto, lakini kuna sera ya elimu na kuna sheria ya elimu, lakini tunakuta kwamba wako watoto ambao wanatelekezwa na kupata mimba katika umri mdogo, ambao tutaigusa sera ya afya na sheria hii ili kuona kwamba watoto wote wenye rika zote ambao wamo katika kampeni hii basi na wao wanakuwa wanabaki salama. Lakini 3 ni kuhakikisha kwamba jamii inasimama kwa miguu yake katika kutokomeza suala la utoro, lakini kushirikiana na serikali ya wilaya na mkoa katika kuhakikisha kwamba watoto wote wanabaki katika maeneo ya elimu. Hii itasaidia kuona kwamba elimu, kwamba tunajenga madarasa, watoto wanabakia madarasani, lakini wanapata fursa zile za elimu, lakini pia na kwamba nyanja zote ambazo zinastahiki wazipate, basi na wao wanakuwa ni wanufaika kwa sababu ya haki yao ya msingi kama watoto. Ndugu viongozi na ndugu wadau wa kampeni hii ya Niache Nisome, lengo na madhumuni yetu ni kuhakikisha kwamba tunapata takwimu sahihi ya watoto watoro, lakini pia tunapata takwimu sahihi ya kila mwaka watoto wanaoandikishwa na wale ambao wanafikia yale malengo ambayo tumekusudia. Na tutaonyesha takwimu hapa ya watoto ambao walifanyiwa enrollment kwa mwaka wa kwanza, lakini tunawaangalia wakiwa darasa la 3 wako wangapi, wamekwenda wangapi na wametoroka wangapi, drop out ni wangapi. Lakini tunakwenda darasa la 3 mpaka kufika form 1, ambapo na wao hawa watoto tutaweza kuziona hizi takwimu zao. Tutaweza kujifunza hali halisi ilivyo ndani ya jamii zetu, lakini ndani ya familia zetu, kwa kuona uhalisia
wa maeneo mengi ambayo yamekumbwa na tatizo la utoro katika maeneo yetu. Na suala la utoro, ndugu zangu, sio la Wizara ya Elimu tu. Suala la utoro ni kama tulivyoitana hapa, sote tunahusika na kusimamia suala hili. Niwaombe sana ndugu zangu, tushikamane, tushirikiane ili kuona kwamba kampeni hii inasimama kwa miguu yake, lakini tunavuka daraja na kupata mafanikio ambayo tumeyakusudia. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakati umefika, na wakati ukifika tunasema kwamba wakati ni ukuta, wakati hausubiri. Ukienda umeenda ndugu zangu. Na kama umekwenda ina maana kwamba tutahesabu siku, tutahesabu saa, tutahesabu dakika, tutahesabu sekunde. Siku hii itakuwa ndo imetupita. Kwa kila siku tuweze kujipanga ili kuona kwamba mafanikio makubwa yanapatikana katika kampeni hii. Na kampeni hii ndugu zangu, itakuwa tumetekeleza wajibu wa viongozi, lakini tumetekeleza wajibu wa taasisi, kila mmoja kwa nyanja yake ambayo anaifanyia kazi. Niwaombe tuungane kwa pamoja, tusimame ili kuona kwamba tunawaokoa watoto wetu. Watoto hawa ni taifa letu, na watalijenga taifa hili wakiwa ni viongozi madhubuti, lakini watalijenga taifa hili wakiwa ni raia madhubuti. Tuna kila sababu ya kusimama kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunadhibiti na kuzuia viashiria vyovyote ambavyo vinamlenga mtoto katika mazingira ambayo yanamzunguka. Tuna wajibu wa kusimama kwa pamoja kuisaidia serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa upande wa Zanzibar, lakini pia inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kusimama kwa pamoja ili kuona kwamba suala la mkataba wa kimataifa unaopinga udhalilishaji dhidi ya watoto, basi na sisi tunasimama kwa pamoja. Lakini tukenda kwenye sera, sheria na miongozo na maelekezo ya serikali, tuna wajibu kutekeleza kwa pamoja. Hii itakuwa tumefanya wajibu wetu kama wadau, lakini tutakuwa tumetekeleza sehemu ya usimamizi wa utekelezaji wa shughuli zetu za kila siku. Niwaombe sana tutoe mashirikiano, tujadili kwa pamoja, tuchangie ili kuona kwamba kampeni hii tunaleta mafanikio makubwa na kuweka mikakati ambayo itatuwezesha sisi pamoja na jamii na familia kwa ujumla kufikia yale malengo ambayo tumewakusudia. Waheshimiwa wakuu wa wilaya pamoja na viongozi mbalimbali mliomo humu, nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa mara nyingine tena, kwanza kwa kuweza kufika, lakini pili naamini kwamba tutatoka na mkakati mzuri ambao utapelekea kampeni hii sasa kwenda kama tulivyokusudia. Niwashukuru nyote mliohudhuria hapa, lakini kwa aina pekee nilishukuru shirika la SOS, ICOS pamoja na mratibu wa NGO kwa kuja hapa, lakini pia nizishukuru taasisi za fedha kwa kuja kushiriki katika kikao chetu hichi.